Hayo ndio jambo nilikuwa naongelea. Kwanza nimesoma aya, Mwenyezi Mungu anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mwenyezi Mungu anasema waite watu katika njia ya Mola wako kwa hekima. Kwanza unatumia hekima na mawaidha mema, na ujadiliane nao. Na Mwenyezi Mungu anasema ujadiliane nao kwa namna iliyo bora, sio kuwatukana wao. Mungu amekataza kuongea na watu kwa njia ya matusi, endelea, au kutukana dini yao. Na pia hairuhusiwi kutukana dini ya mtu, ni marufuku. Hairuhusiwi kumtukana mtu au kutukana dini yake, hiyo ni marufuku. Endelea. Kwa njia ya matusi huwezi kumvuta mtu, na hapa tuko kwa ajili ya watu kuwavutia katika Uislamu. Kwa hivyo hiyo ndiyo mafundisho. Uislamu sasa unasemaje kuhusu Mwenyezi Mungu? Mafundisho ya Uislamu imekataza kabisa masala ya kujiwekea miungu. Mwenyezi Mungu ni mmoja tu na sio wawili wala sio watatu. Hebu nisomee Qur'ani sura ya 16 aya yake 22. 16. Na ipelekwe viti wa Kristo wamefika. Mwenyezi Mungu awaongoze. Kisha wanabidii sana. Yaani Wakristo kama si tu dini yao sio ya Mungu, basi mbinguni wangeingia wote, kwa sababu wanabidii sana. Ni watu wazuri, watu wema, maneno mazuri, watu hawana hasira, watu wazuri kabisa. Mungu awabariki na waongoze. Lakini shida tu, badala ya kuomba ama kuabudu Mungu mmoja, wamejitengenezea waungu watatu. Hiyo nayo tutawaelimisha, tutawarudisha katika njia ya haki na kweli. Soma hiyo. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Mungu wenu ni Mungu mmoja. Hii ndio mafundisho ya vitabu. Mungu ni mmoja tu. Ukiona mtu anafundisha mafundisho zaidi ya Mungu mmoja, basi huyo anataka kupotosha umma. Nchi haiwezi kuwa na marais wawili au watatu. Nchi huwa inakuwa na rais moja. Na ulimwengu tuliopo na dunia hii na utawala huu wa kiungu, basi Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, sio wawili wala sio watatu. Na haya si mambo imeanza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yalikuwa yanafundishwa tangu zamani. Hebu nisomee 21:25 Qur'an. 21 Suratul Anbiya 21:25. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sikiliza hiyo. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na hatukumtuma. Mungu anasema na hatukumtuma kabla yako wewe Nabii Muhammad mtume yeyote ila isipokuwa tulimfunulia tukamletea ufunuo ya kwamba hakuna aabudiwae ila mimi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliwafunulia mitume waliomtangulia Mtume Muhammad ujumbe wa kusema Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine. Hii ndio mafundisho ya mitume na manabii. Kwa hivyo kwa kuwa Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine, hii mafundisho ya kusema kuna Baba ambaye ni Mungu, kuna Mwana ambaye ni Mungu, na kuna Roho ambaye ni Mungu, na si Mungu tatu, ni Mungu mmoja, sijui imetoka wapi. Mwenyezi Mungu anasemaje? Nisomee sura ya 5 aya 73. Sura 5 aya yake 73. Inasemaje? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa hakika. Sasa hii ni uhakika. Kwa hakika. Hii ni uhakika gani? Wamekufuru, wamepotea, wamekosea. Ina nani? Wale ambao walisemaje? Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu. Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale watatu, yani ni 1 in 3 ama 3 in 1. Yeyote atakayesema maneno kama hiyo,
basi amekosea. Endelea. Yeye ndiye watatu wao. Endelea. Hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake. Hali hakuna Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mmoja tu peke yake. Hii ya kusema kuna mwana ambaye pia ni Mungu na kuna roho ambaye ni Mungu ni kumkosea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mmoja na sio watatu. Hii ndiyo mafundisho ya ukweli. Mwenyezi Mungu huyu mmoja ndiye aliye Baba. Wakorintho wa kwanza 8:6, hebu soma. Wakorintho ni wa kwanza 8:6. 8 mstari wake 6. Inasema kama kilivyoandikwa. Naam. Lakini kwetu lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu, sio wawili, sio watatu. Ni nani huyo? Aliye Baba. Huyo Baba ndiye Mungu, hao wengine sio Mungu. Ukisikia mwana ambaye ni mwana wa Mariamu Yesu, basi huyo ni mtume wa Mungu. Ukisikia Roho Mtakatifu, huyo ni Ruhul Qudus ambaye ni Jibril, malaika wa Mwenyezi Mungu. Usichukue malaika ukaunganisha kiumbe Yesu ukamuunganisha na Mungu ukasema ni miungu watatu ndani mmoja. Hiyo haingia akilini, wala sijui ni hesabu gani inaweza kupelekea watu watatu wakawa kitu kimoja. Hiyo hesabu sijawahi kuielewa. Ati 3 is equal to 1, haiwezekani abadan. Mungu ni mmoja wala sio watatu. 12:32 Marko 12 tufundishe watu. 12:32 Mariko 32 Mariko inasemaje? Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu Yesu, umesema vyema ya kwamba. Ulisema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja. Allah ni mmoja tu. Endelea. Mungu ni mmoja. Naam. Wala hakuna mwingine ila yeye. Mungu ni mmoja tu wala hakuna mwingine ila yeye. Hiyo ni la ilaha illa Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mmoja tu na hakuna mwingine ila yeye. Kwa hivyo mafundisho ya ukweli ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na hakuna mwingine isipokuwa yeye. Yesu ni nani? Yesu ni mtume wake, mjumbe wake. Muhammad ni nani? Muhammad si Mungu wala sio kiungu, ni mmoja katika mitume wa Mwenyezi Mungu, kama vile alivyosema Allah, Yasin wal Qur'an al Hakim innaka laminal mursalin. Yeye ni miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu, yeye siyo Mungu. Kwa hivyo tunawaomba watu wenye usikivu mwema warudi kwa Allah, Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, waache kuabudu Yesu, na kama kuna Waislamu wanaabudu Muhammad pia wakome, ingawa wako na haitakuweko. Waislamu ni watu wanamwamini Mwenyezi Mungu mmoja tu. Hebu mpatie, labda amenielewa leo, atasilimu na Qur'ani ashaanza kujifundisha. Jack, naona Qur'ani umejifundisha. Umeelewa mafundisho yangu? Umeelewa nini? Nimeelewa vile unafundisha. Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila Mungu, ila yeye ambaye ni ngapi? Mmoja. Sasa tunapinga waziwazi. Hata Biblia imesema kwetu sisi Mungu ni ngapi? Mmoja. Aliye nani? Baba. Kwa hivyo hakuna mwingine, ni huyo tu. Umuite Baba, umuite Yehova, umuite Yahwe, umuite Allah, umuite nani? Muumbaji ni ngapi? Mmoja. Na hakuna mwingine ila yeye. Ikija Yesu ni definition. Utamuita cheo yoyote unayotaka, lakini usifikishe kuwa Mungu, sawa? Ndio. Muite vile unataka Yesu. Hata ukitaka sema ni greatest messenger, sawa Lakini usifikie hatua ukafuka mipaka ukamfanya yeye awe ni Mungu au sawa na Mungu. Ukifanya sawa na Mungu umejitengenezea Mungu wawili. Ukisema yeye ndo Mungu, maana yake umemwondoa yule kweli ukamleta mwingine. Mmenipata vizuri Ndio. Na Muhammad pia vile vile kwa Waislamu hawana ruhusa ya kumtukuza Muhammad zaidi ya Mwenyezi Mungu. Anabaki kuwa ni mtume wa Mungu. Hata kama unampenda Muhammad kama nini, huwezi ukamfanya awe Mungu, si kweli? Wala awe sawa na nani? Mungu. Umeelewa ujumbe? Nimekuelewa. Uko tayari? Uko tayari kwa nini? Kwa Muislamu ndio ufuate. Shida iko wapi bwana?
Hapana, vitu vyote umefundisha. Hata mimi nafuata hivyo. Na hii mambo ya utatu naamini. Utatu naamini. Na tunaongelea Mungu ngapi? Mmoja. Na wewe pia unaamini tatu? Tatu. Ndio. Tatu nani na nani na nani? God the Father, the Son and the Holy Spirit. God the Father ambaye anaitwa Father God. Si kweli? God the Son. Yes, that is definition yako. Si wewe unasema hivyo. God the Father, Father God. God the Son. God the Holy Spirit. God Son, God Father, God Holy. Hao ni God ngapi? Vile wao wamegawanyisha ni watatu. Kwani Biblia iligawanyisha ama iliweka moja? Biblia iliweka moja. Hata Yesu alifundisha tu mmoja. Kufundisha Mungu ni moja ni tofauti na kuwataja hawa tofauti. Umenipata vizuri eh? Ndio. Baba alitajwa kwa ni baba. Ndio. Na akona mwanawe ambaye ni tofauti. Ndio. They are two different persons. Ndio. Wako na nafsi mbili tofauti. Ndio. Ndio maana Wakristo wenye akili hawasemi ukiua Yesu umeua baba. Umenipata vizuri eh? Ndio. Wako nafsi mbili tofauti. Nafsi Yesu ni kando, nafsi baba ni kando, na wako na will different. Yaani wanafikiria tofauti, wana usemi tofauti. Umenipata vizuri eh? Mmoja anaombwa, mwingine anaombana. Umenipata vizuri eh? Kisha kuna Holy Spirit ambaye ni tofauti. Hivi hao watatu ambao wako in different places, in different wills, in different time, utawajoinisha vipi pamoja useme Mungu ni moja? In which calculation do you use? Ama which calculator do you use? Or which formula do you use to convert 3 to be 1? Hiyo akili bado hatujafikia. Watu tatu tofauti. Wewe nafsi yako si ni moja? Nafsi yangu? Nafsi yangu ni moja. Na yule nafsi yake ni ngapi? Ni huyu. Ni nafsi nyingine ya pili, si ni kweli? Ndio. Na yule nafsi ya tatu. Ndio. Nyinyi watatu, kuna hesabu yoyote hata kama ni scientific inaweza kuwa convert sema ni one being? Hiyo haiwezi. Haiwezi. Mfano nikisema simba, ng'ombe na punda. Simba ni mnyama, ng'ombe ni mnyama, punda pia si ni mnyama? Ndio. Ni wanyama wangapi? Watatu. Nikisema ni mnyama mmoja nitaeleweka? Hapana. Sasa Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Nikisema ni Mungu mmoja itaeleweka? Ukisema ni Mungu mmoja, ina depend na concept yako. Kwa hivyo kwa concept yangu, ng'ombe ni mnyama, mbuzi ni mnyama, na punda ni mnyama. Kwa concept gani inaweza fanya awe ni mnyama mmoja? Kwa hii concept. Kwa hiyo mfano mzuri umetoa ya wanyama. Sahi kuna sisi ni binadamu. Na kuna wanyama. Na kuna wadudu. Na hata wadudu. Na kuna nasemaje hivi? Miti. Kuna miti ama mimea. So mimea ni title ambao kuna mimea mingi ndani ya hiyo mimea, ambao kuna maembe, kuna miti ya machungwa, kuna miti ziko mingi, lakini kitu imeisimamia ni nini? Mimea. Kuna wanyama, mfano mzuri umetoa na ukatoa hadi kuna ng'ombe, kuna punda, kuna nini vile unataka, lakini zote ni wanyama. Kuna wanadamu ni wanyama. Mbona usiseme ni mnyama? Bado unaweza sema ni mnyama. Huwezi sema mnyama, wakishakuwa wawili huwezi sema ni mnyama, unatumia wingi. Utasema ni wanyama. Kwa sababu washavuka si moja tena ni ngapi? Ni mbili. Ikishafika tatu bado wanakuwa ni wanyama, si ni kweli? Ni sawa. Kwa Mungu sasa ni mmoja, si ni kweli? Ndio. Ukileta wa pili wanakuwa ni Mungu ngapi? Wawili. Ukileta watatu wanakuwa ni Mungu ngapi? Tatu. Huwezi kusema tena ni Mungu ngapi? Moja. Watabaki ni Mungu ngapi? Mbili. Watatu. Ndio hivyo, ndio sasa tunawaambia namna inavyoonekana Trinity. Ni picture ya Mungu ngapi? Tatu.
lakini kwa sababu hamtaki kusema Mungu ni watatu, mnajaribu kulazimisha 3 iwe ngapi? Moja, ambayo kihesabu haiwezekani, kimantiki haiwezekani, kifalsafa haiwezekani, kiakili haiwezekani, hata kibinadamu haiwezekani. Labda uwe ni mwenda wazimu kabisa, kichaa, kwa sababu kichaa kisema kitu haipimwi, si kweli? Tayari ushatengeneza Mungu tatu. Kubali tu hawa ni Mungu tatu. Sisi sio monotheist, sisi ni polytheist. Kama Wahindi waliamua, walisema Mungu sio mmoja, walisema Mungu ni zaidi ya 1 million, na kila mmoja ana kazi yake. Kuna Mungu wa mvua, kuna Mungu wa ukame, kuna Mungu wa upepo, kuna Mungu wa baridi, kuna Mungu wa joto, kuna Mungu wa mali, kuna Mungu wa maskini. Kwa hivyo kila hali unakuwa, ukitaka kwenda safari unaomba Mungu wa safari, ukishafika unaomba Mungu wa kufika, ukishaamka unaomba Mungu wa kuamka, ukilala unaomba Mungu wa kulala. Ndio utakuta ndani ya majumba ya Wahindi kuna masanamu wengi, si kweli? Ndio. Wale washaamua Mungu si ngapi? Moja. Ni wengi, washasema. Ndio. Lakini nyie ni wenzetu, ni ahlul kitabu, mnakubali Mungu ni ngapi? Moja. Lakini kwa mafundisho mnaonyesha Mungu ngapi? Tatu. Mbona unafiki sasa? Sasa naomba unipatie nafasi nieleze. Eleza. Hii unaona, hii swali umeniuliza, hata mimi ningekuwa sijafundishwa ningekuwa nauliza hizo maswali. Ajibu. Na kuna wakati hata mimi niliuliza hizo swali. Niliuliza mapastors na hizo na wenye walikuwa wanafundisha hiyo. Mpaka wakatoroka. Nilitaka kujua sana. Uliwachemsha sana. Lakini kuna mahali pia walinichanganya. Kwa hivyo sasa umechanganyikiwa. Hakuna mahali hiyo mafundisho yao. Nilikuwa nimekataa mambo ya Trinity mimi. Sasa tueleze Trinity. Okay, hii mafundisho yao kuna swali moja tu waliniuliza. Waliniuliza na nataka kuuliza hiyo swali Anwar. Sasa Anwar, si Anwar wewe anaweza kugusa saa hii? Mimi ni mtu mmoja. Si ndio? Unaweza kunigusa. Haya. Nikizaa mtoto ni wangu. Ndio. Tuko wangapi? Tuko wawili. Umenipata vizuri? Ndio. Yeye anafikiria kivyake na mimi nafikiria kivyangu. Ni sawa. Lakini kwa kuwa mimi ni mkubwa kuliko yeye anafaa kuniomba mimi pesa, si ni kweli? Ni sawa. Nguo, chakula, si ni kweli? Ananiomba nani? Wewe. Mimi. Lakini yeye sio mimi na mimi sio yeye. Yeye sio yeye. Lakini ni watu wangapi? Wawili. Basi. Haya, hata nieleze. Unajua pale unakoka mzuri ni ukiona bao inataka kwenda kufungwa huku na unajaribu kukimbilia huko uweke roadblock. Lakini leo siende huko, usijidefend. Anza kufundisha. Haya, na nataka kuifundisha hivi. Ufundishe nikuelewe. Sasa huyu ni Anwar. Unamuona saa hii kabisa. Wacha unajua ukufi leo. Sasa Anwar saa hii wacha nitumie mimi, unajua hiyo ileza ile kufanyikia ndio jaka alikuwa. Okay, hata nitumie mfano na mimi kidogo. Hii utatu reality. It's a mystery. It cannot be explained. Nobody can give a conclusion. Ndio inaipatia kidogo. Trinity haina one single definition. Everybody has his own definition. Imefika mpaka mahala Trinity wani convert into incarnation. Umenipata vizuri Umenipata vizuri Trinity wani convert into incarnation. Kuna Trinity version mingi. Trinity ya nafsi tatu. Nafsi ngapi? Tatu. Na kuna Trinity ya incarnation. Kuna wakati Mungu alikuwa baba, akabadilika akawa mwana, akabadilika akawa nani? Roho. Hiyo inaitwa incarnation. Anatoka from one state to another state to another state. Sawa Wanasema Mungu yule baba ndo alizaliwa akiwa mwana, ndo akarudi sahihi akiwa Roho Mtakatifu. Hiyo hata mimi napinga. Ngoja, hiyo ni one definition ya Trinity. Wanasema Mungu alijidhihirisha katika njia ngapi? Tatu. Hiyo ni one definition ya Trinity. Another definition wanasema ni 3 distinct persons but in one Godhead. Ni Mungu ama nafsi tatu tofauti, Mungu tatu tofauti, lakini wanashare uungu. They share something together. Umenipata vizuri ambayo inaitwa Godhead. Sijui kama unanipata. But ni 3 different gods. 3 different distinct personalities. But they share Godhead.
uungu wanashare. Umenipata vizuri eh? Yeah. Na kuna hiyo definition. Na kuna hiyo unataka kuleta ambayo si zote mbili. Na mwingine ataleta yake. Kwa sababu ni kitu ambayo ni mystery. It's not explained. Neither biblically nor Quranically. Ni something tu iliwekwa ndani ya imani na haina msingi wowote. Sasa eleza tukusikie. Kuja na yako sasa. Ito Mr. Anwar. Kuja na yako. Mr. Anwar ni hii yako ni. Yako sasa hiyo. Hapa haijaandikwa mali yoyote. Sasa kila mtu anakuja na yake. Nimekuona palumeenda. Hivyo nasema. Okay, hata nielezee hivi. Eleza. Sasa mimi ni Jack Chirac. Naam. Na Jack Chirac mimi siko mtu mmoja. Wewe sio mtu mmoja. Ndio. Hiyo ni uongo tayari umeanza. Haya sawa. Wewe ni mtu mmoja. Wewe Anwar ni mtu mmoja? Mimi ni mtu mmoja. Okay, sawa. Ukisikia mtu ni utu, nafsi. Nafsi ngapi? Moja. Basi. Mwili? Jibu hiyo. Ngoja endelea. Mwili? Jibu. Endelea ndio nakusikia wewe ndio umesema. Nafsi moja? Mwili Moja. Moja. Hao ni Anwar wangapi? Endelea sasa mwili Ano ndio sasa natoa mfano. Sasa nipatie time kidogo. Ndio nakusikia. Haya Anwar sahi. Mimi okay, Jack sahi. Sahi ikatokea nimeiaga dunia. Hii mwili yangu itazikwa kwa hii mchanga, itakulwa na mchwa, itabaki kwa hii mchanga. In fact itaoza hapa. Hata unaweza toa mifupa yangu. Mwili yangu story yake imeisha hapo. Lakini kuna kitu haijakufa. Kuna kitu inaitwa nafsi. Nafsi inaenda juu. Hiyo mimi na wewe tunakubaliana. So kuna nafsi imeenda juu na kuna mwili yangu na mifupa zimebaki hapa. So kati hizi zote mbili nitaita gani Anwar? Bado hujamaliza tatu. Ya tatu ni gani? Wewe umesema ni tatu. Bado mimi nimekutolea mfano na mimi niko wawili. Kwanza nimekutolea mfano na mimi. Mko wawili. Kwa hivyo nafsi yako ni kando ni mtu. Ndio. Na mwili wako ni kando ni mtu. Swali linakuja sasa. Huu mwili umeacha hapa duniani. Ndio. Huu mwili umeacha hapa duniani ambaye nafsi haina. Ni mwili ambaye ni tuseme ni mwili wako, nyama yako, sawa Ndio. Inaweza tembea? Mwili yangu? Bila roho. Haiwezi tembea, haiwezi tembea. Inaweza kula? Haiwezi kula. Kwa nini na wakati ni mtu mwingine? Sasa si ndio ndio hapo nakuuliza. Anwar, nasema hivi, wewe unakuwa nafsi kwa sababu ya mwili na roho yako. Unaitwa mtu ngapi? Mtu mmoja. Mfano. Chai, unajua majani chai? Ndio. Ukichukua maji, ukaweka majani chai na ukaweka maziwa, umetengeza nini? Chai kinywaji. Umetengeza trinity. Chai, sawa ikiwa kunywa. Nikichukua maziwa peke yake, naweza sema nimebeba chai. Umebeba maziwa peke yake, sio chai. Lakini nimebeba kiungo moja ya kutengeza nini? Maziwa. Na ya kutengeza chai. Nikibeba maji peke yake, naweza sema chai? Hapana. Kwa sababu nimebeba kiungo moja ya kutengeza nini? Ya kutengeza chai. Nikibeba ile majani peke yake, naweza sema ni chai? Hapana. Nimebeba kiungo moja, sawa? Ndio. Nikikusanya ndio inakuwa nini? Chai. Kwa hivyo hizi vitu tatu ukitoanisha haikui kitu ngapi? Moja. Kitu moja. Ukizikusanya ndio inakuwa kitu ngapi? Kitu moja. Sasa hii maji peke yake haiwezi kuwa chai. Ndio. Maziwa peke yake haiwezi kuwa chai. Ndio. Majani peke yake haiwezi kuwa chai. Lakini ukikusanya ndio inakuwa ngapi? Chai. Yesu peke yake hawezi kuwa Mungu. Baba peke yake hawezi kuwa Mungu. Roho peke yake hawezi kuwa Mungu mpaka ulete nini? Sasa mbona unaotanisha? Unaona umefundisha Trinity vizuri. Sasa ndio nakwambia, nasema hivi, ukisema baba ni Mungu unakosea. Si Mungu. Ili awe Mungu anahitaji mwana, kwa sababu Trinity ni watu ngapi? Watatu. Ili huyu baba awe Mungu anahitaji mwana na anahitaji roho. Ndio. Ndio ukishakusanya ikuwe ni kitu ngapi? Moja. Una uhuru wa kusema hapana, sio hivyo. Baba ni Mungu kivyake, roho ni Mungu kivyake, na mwana ni Mungu kivyake. Ndio wakuwe Mungu ngapi? Tatu. Wasikuwe ni Mungu tatu, wakuwe Mungu moja. Lazima waunganishwe. Ndio wakuwe Mungu ngapi? Moja. Yesu hawezi kuwa Mungu bila baba, baba hawezi kuwa Mungu bila roho. Walete pamoja, ndio kuwe Mungu ngapi? Moja. Acha nifundishe hii kidogo. Hii dunia tangu ianze tumekuwa na 3 dispensation. Na hii 3 dispensation ndio tulikuwa tunajaribu kuongelelea about the reincarnation ya Mungu. Unaona? So, mara ya kwanza mimi na wewe tunakubaliana
Mungu alikuwa anatokelezea binadamu direct. Alikuwa anaongea na binadamu direct. Adam, Moses, alikuwa anaongea nao direct. Kina Nuhu na wengine. Yesu, mimi na wewe tunakubaliana? Ngoja kidogo. Sema ndio ama hapana? Ngoja kidogo. Mungu alikuwa anaongea na wao direct kivipi, unamaanisha nini? Okay, ilikuwa hitaji nabii ndio aongee na wao kwanza. Alikuwa anaweza ongea na binadamu. Unaona, ukiongea hivyo inafaa unaleta ushahidi. Ndio maana katika Qur'an tunaambiwa kul hatu burhanakum in kuntum. Hiyo maneno unasema uko na ushahidi nao. Angalia, maneno nasema hata wewe unajua. Wakati wacha nitoe tu ziandiko ziko mingi. Unaona uzuri wa Uislamu, hatuchukui fikra na akili ya mtu. Mtu akizungumza kitu yoyote lazima alete evidence. Haya sawa, fanya hivi. Anwar nipatie tu time hata kidogo. Tunakata. Nilikuwa na explain alafu natoa hizo andiko nataka. Explain. Na hata kwa explanation yangu unajua tu utajua tunasema. Wakati Musa alipatiwa the 10 commandments, alipatiwa na Mungu. Si hata mimi na wewe unajua hiyo. Wakati Adam alikula matunda, mwenye alimongelesha ni Mungu. Hiyo ndio kitu tunasema. So Mungu alikuwa anaongea na binadamu direct. Tukatoka hiyo first dispensation. The second dispensation ndio sisi tunasema nawe sasa God with us, Emmanuel sasa anatumwa, anakuwa ni Mungu yuko na sisi. So Mungu ongei na binadamu direct. Sio yuko na binadamu. Tukiangalia kwa New Testament hakuna pale Mungu ameongea na binadamu sasa hivi kutoka direct, imekuwa ni from prophet sasa. After hapo yeye mwenyewe anatoka na anawaambia ndio hii mnatumiaga mnasemaga ndio Muhammad analetwa. Sasa Yesu anasema naenda na sitawaacha hivi. Atawaacha na nani? Atawaacha na Roho Mtakatifu. Ambapo sasa hii hatuwezi ona nabii, hata mtu atokelezea sema yeye ni nabii, hatutakubali. Tuko kwa third dispensation. Third dispensation tunaishi na Roho Mtakatifu. Hatuwezi ongea na Mungu direct. Hatuwezi kuwa na nabii hapa direct. Sasa tunaishi na Roho Mtakatifu. Swali kidogo. Ndio. Roho Mtakatifu ndo third dispensation ulivyosema, sawa? Ndio. Wakati wa Yesu Roho Mtakatifu alikuwa anawatokezea watu? Wakati wa Yesu? Ilitokelezea watu wakati wa Pentecost. Wakati Yesu yuko, Roho Mtakatifu alikuwa anawatokezea watu? Nitolea ndiko wakati wa Yesu. Ilitokelezea watu Roho Mtakatifu. Hakukuwa na Roho Mtakatifu wakati wa Yesu? Nimekuambia. Nauliza, Roho Mtakatifu hakuwepo? Okay, alikuwepo lakini hakutokelezea watu. Baada alikuwa reveal. Nani alikwambia hivyo? Aliyekwambia hivyo nani? Atoa yenye unasema. Mimi nimefundisha kulingana na mimi. Mpe huyo. Okay. 1:14 Luka. 1:14 Luka. Nawe utakuwa na furaha na shangwe. Naam. Na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Huyo ni Yohana, atakuja kuzaliwa kwake. Endelea. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hatakunywa divai wala kileo. Naye atajazwa. Naam. Atajazwa nini? Roho Mtakatifu. Huyo ni mmoja, Yohana. Enda 41 hiyo moja. 1:41. Biblia iko juu ya meza. Kwa nini sasa haijawekwa? 41. Inasemaje? Inasema nini? Ikiwa Elizabeth aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu. Sikiliza, Elizabeth aliposikia kule kuamka kwake Mariamu, alifanyaje? Kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeth ati nini? Elizabeth akajazwa nini? Roho Mtakatifu. Mpe. Huyu ni wa pili amejazwa nini? Roho Mtakatifu. Mpe wa tatu 67 enda. 67. Inasema naam. Na Zakaria baba yake. Zakaria ambaye ni baba yake huyo Yohana atakayezaliwa akajazwa nini? Akajazwa nini? Roho. Roho Mtakatifu. Mpe. Hii ni mara ya ngapi? Mara ya 3. Tunaona nani? Roho Mtakatifu anajaza watu, sawa? Ndio. Mpe, endelee. Luka 1:70. 70. Umefika? Kama alivyosema tangu mwanzo. Kwa kinywa cha manabii. Luka ngapi unasoma? 1:70. 2:25. 2:25. Naam.
inasema kama ilivyoandikwa, na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu. Pale Yerusalemu palikuwa na mtu mwingine tena. Jina lake anaitwa nani? Jina lake Simeoni. Anaitwa Simeoni. Naye ni mtu mwenye haki. Naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu. Tena alikuwa ni mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli. Endelea. Na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Mpe. Huyu ni mtu mwingine. Nini ilikuwa juu yake? Roho Mtakatifu. Ilikuwa juu ya nani? Na huyo mtu Simeoni, sawa? Ndio. Unaona, hii ni bado Yesu hajaondoka na hajazaliwa. Ndio. Yesu atakuja kuzaliwa. Alipozaliwa pia Roho Mtakatifu alimtokea Mariamu. Ndio. Kuzaliwa kwake nani? Yesu. Yesu alipozaliwa bado Roho Mtakatifu alimtokea Yesu. Ndio. Na Yesu bado akiwa hai duniani aliwavuvia wanafunzi wake nini? Roho Mtakatifu. Na alipoondoka bado Roho Mtakatifu anawatokea watu, si kweli? Ndio. Wacha hapa, hata kabla wakati wa Ibrahimu Roho Mtakatifu alikuwepo. Umenipata vizuri? Ilikuwa ni nguvu wa utendaji kazi ya nani? Ya Mungu. Nguvu ya utendaji kazi ya nani? Ya Mungu. Tangu wakati wa Adam mpaka wakati huu Roho Mtakatifu anaendelea kutenda kazi. Nguvu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sahihi ya kusema ni 3 dispensation ni uongo. Hii 3 dispensation ilikuwepo tangu zamani. Ilikuwepo kabla ya Yesu, ilikuwepo wakati wa Yesu, ilikuwepo baada ya nani? Ya Yesu. Umenielewa? Lakini usiite 3. Ni 3 dispensation. Umefundisha kwa acha nikueleze kitu hapo. Haimaanishi wakati nasema hii 3 dispensation eti hao wengine hawakuwa. Si walikuwa. Nasema wewe ndio ulisema hivi. Zamani Mungu alikuwa ananena na watu moja kwa moja. Ni kweli ama si kweli? Wote nimalize. Wewe ndio ulisema huko toa ushahidi. Kisha ukasema baadaye akaja mwenyewe. Ndio. Kwa sababu zamani hakuja mwenyewe. Ndio. Umenipata vizuri Alipokuja mwenyewe akakaa na sisi. Ndio. Akaondoka, sasa akaja Roho Mtakatifu. Mimi nikakufundisha huyu Roho Mtakatifu si kitu geni. Ni kitu ilikuwa. Wakati unaongelea Mungu alikuwa anaongea na watu moja kwa moja, na Roho Mtakatifu bado alikuwepo na watu. Ndio. Wakati wa Yesu Roho Mtakatifu alikuwa na watu. Ndio. Kabla ya Yesu Roho Mtakatifu alikuwa na watu. Na baada ya Yesu Roho Mtakatifu alikuwa na watu. Nisikiza baada ya Yesu. 19:1 Matendo ya Mitume. 19. Baada ya Yesu, sasa sikiliza hiyo. 19 kama nini? 1 mpe. Wako na Roho Mtakatifu. Wako nayo. Nakuuliza wewe. Sio mimi. Mimi nimekuuliza wako nayo. Nasema mimi unajua nilikuwa naongelea kwa msingi wa Biblia. Ukija katika Uislamu, Roho Mtakatifu ni another picture. Ni utendaji nguvu ya Mungu, lakini ni nguvu ya kimalaika. Malaika wenyewe anaitwa Jibril. Umenipata vizuri Ndio. Ni nguvu ya utendaji ya nani? Ya Mungu. Ambaye katika Uislamu ni hii nguvu ya utendaji ni kiumbe ambaye ni malaika. Umenipata vizuri? Ana sifa zote za kuitwa malaika Jibril, kwa sababu malaika ndiye nguvu ya utendaji wa nani? Wa Mungu. Mungu akitaka kufanya jambo anatuma malaika wafanye. Umenipata vizuri? Ni kama jeshi. Rais wetu wa nchi nguvu yake kubwa ni jeshi, si kweli? Ndio nguvu ya utendaji kazi wake. Watu wanamwogopa na kumheshimu kwa sababu ako na jeshi. Ndio anaitwa amiri mkuu wa nini? Wa jeshi. Ukiondoa jeshi ana nguvu? Jeshi hapana. Nguvu, jeshi ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Ya Ruto. So nguvu ya utendaji wa Mungu ni viumbe aliwaumba, anawaita malaika, tendeni hii, fanyeni hii, ngamizeni ule mji. Sodoma na Gomora ulingamizwa na malaika. Mlipata vizuri Ngamizeni wale, fanyeni hii, fanyeni ile, anawatuma wanafanya kazi yake anayotaka yeye. Ndio inaitwa nguvu ya utendaji. Sasa kuna moja katika wao ambaye ni mkubwa wao, anaitwa Roho Mtakatifu. Lakini turudi katika mada. Tuache hii maneno yote. Wewe unaamini Mungu watatu ndani ya moja? Naamini. Baba ni Mungu. Baba ni Mungu. Ndio. Mwana Yesu ni Mungu. Ndio. Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio. Yesu ndo baba. Yesu sio baba. Yesu ndo roho. Yesu sio roho. Roho ndo baba. Roho sio baba. Roho ndo Yesu. Roho sio Yesu. Kwa hivyo hawa ni watu watatu tofauti. Ni vile umeitoanisha. Wewe, hawa ni watatu tofauti, sawa kama ulivyoeleza.
na kila mmoja ni Mungu. Kitu nasema ni hivi. Nasema hivi, hawa ni watu watatu tofauti, sawa? Ndio. Na kila mmoja na uungu wake. Okay, hiyo uungu uko nao, wako nao. Baba ni Mungu. Ndio. Yesu ni Mungu. Ndio. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Ndio. Hiyo ni Mungu ngapi? Tatu kwa umoja. Tatu. Hii umoja wa ushirikiano, si kweli? Umoja wa uungu. Waungu wa ushirikiano wanashirikiana. Lao hawangeshirikiana hawangeitwa watatu katika umoja. Ndio maana wezi watawanisha. East Africa wana umoja, si kweli? Ndio. Lakini kila nchi ina rais wake. Ndio. Ndio maana inaitwa umoja wa East Africa, si kweli? Hao ni Mungu ngapi? Mfano zenye natoa ni mfano mbili tofauti. Mungu ngapi hawa? Ni tatu, lakini wana umoja kwa umoja. Wa uungu, sawa Ndio. Mungu ngapi? 3 in 1. 3 in 1. In 1, yani in purpose, ndio In purpose wameongezea. In purpose ni yako. Wamekuwa in 1 in which way? Wao walikuwa wamekosana. Sasa hawakosani. Hawakosani. Ndio maana inaitwa 1 in unity. Si kweli Ndio. Ni 1 in purpose kwa sababu purpose yao ni uungu. Si kweli? Ndio. Sasa hao Mungu tatu. Ndio. Kuna mahali Biblia inasema Mungu ni watatu. Ipo? Unaona vile unataka? Nao ni kweli vile wewe unaitaka hakuna. Lakini iko mahali inasema Mungu ni mmoja peke yake wala hakuna mwingine. Iko? Ziko mingi. Mungu ni ngapi? Moja. Wala hakuna mwingine. Kati ya hawa watatu Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine. Nani ambaye hawa mwingine ambaye sio Mungu abaki mmoja? Toa mmoja -2 hapo. Kuna Baba, Mwana na Roho, na Mungu ni mmoja kati ya hawa watatu wala hakuna mwingine. Huyo mmoja ni yupi kati ya hawa watatu na ni yupi ambaye si Mungu katika hawa watatu? Sasa kabla tujajua hiyo, lazima tujue jina ya Mungu ni gani. Sasa jina ya Mungu tutakuja. Nasema hivi, ili ujue jina ya Mungu, kwanza ujue, nisikize vizuri, kwanza ujue kati ya hawa watatu yupi ndiye Mungu wa kweli ambaye ni mmoja. Ndio tubaki na Mungu ngapi? Mmoja. Tumainus wawili, si kweli? Tukibaki na huyu Mungu mmoja, tutafute jina yake. Kwa sababu hao wengine tushafanyaje? Tumewaondoa. Tumebaki na Mungu ngapi? Mmoja. Haya, waondoe. Unaondoa Mwana ama unaondoa Roho ama unaondoa Baba? Mimi sina shida nao. Toa sasa. Wewe Anwar, mimi nikiulizwa, sikiza. Mimi nikiulizwa nabakisha mmoja, sawa? Hebu bakisha huo mmoja ni John gani? Wakorintho wa kwanza 8:6. Wakorintho wa kwanza 8:6. Huyo mmoja nabakisha mmoja peke yake. Lakini kwetu sisi Mungu ni ngapi? Mungu ni ngapi? Ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Ni yupi kati ya hao watatu? Mungu ni mmoja tu. Nani huyo? Aliye Baba. Huyo peke yake ndo Mungu. Hao wengine utawapa cheo. Unaweza kuita Bwana, unaweza kumuita mtume, unaweza kumuita nabii. Hao wengine umenipata vizuri? Hii nyingine unaweza ita utendaji nguvu wa Mungu. Patia any other title. Lakini jina Mungu mmoja anabaki ni wa Baba. Mpe. Jina Mungu mmoja anabaki ni wa nani? Wa Baba. Hao wengine sio Mungu huyo mmoja. Hao wengine wanabaki na other titles. Usimpe jina Mungu mmoja. Wapatie jina lingine. Yesu unaweza kumuita Bwana. Umenipata vizuri Unaweza kumuita mkuu, unaweza kumuita Rabbi. Umenipata vizuri, maana yake mwalimu. Unaweza kumuita mtume, unaweza kumuita nabii. Give him all other titles. Lakini ile title ya Mungu ngapi? Moja. Anabakia nani? Baba peke yake. Umeelewa hilo? Kisha -2. Unabaki na ngapi? Hata na mimi unakubaliana mimi? Sasa nimekubaliana na wewe. Hata ni plus. Wacha ni plus, kwa hiyo yome minus. Wacha some John 10:30. Kasome. Yohana 10:30. Naam. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Mimi na Baba tu umoja. Haya, mpe. Wewe mwenye umetenganisha, anakuja anasema wewe mwenye unatenganisha naye, mimi na yeye hebu sikiza lugha. Hakusema mimi na Baba tu mmoja. Amesema tu umoja. Ikiwa kuwa Yesu na Baba kuwa na umoja inamfanya Mungu, Yesu na plus, mimi naweka pro plus. Mpe huyo 17:21 kitabu. Pro max plus, sasa naongeza na bibi 17:21 kitabu. Ikiwa Yesu na Mungu kuwa na umoja inamfanya Mungu awe zaidi ya mmoja,
basi mimi nakuongezea wengine sasa. 17, 21 Yohana. Inasema 27. 21. Ehe. Inasema, wewe sikiliza Jack. Basi Martha akamwambia Yesu. Kitabu gani unasoma? Yohana. Ngapi? 11:21. 17:21. Samahani, 17:21. Inasemaje? 17:21. Ehe. Inasema nini? Naam. Wote. Ehe. Wote. Ehe. Wawe na umoja. Endelea. Kama wewe. Ehe. Baba. Kama wewe Mungu Baba. Ulivyo ndani yangu. Kama ulivyo ndani yangu. Wote wawe na umoja. Kama vile yani wanafunzi na Yesu. Sasa Yesu anaongea sote tu umoja. Mimi Yesu, wanafunzi wangu na Mungu tu umoja. Kama vile wewe ulivyo ndani yangu, nami ndani yako. Nami ndani yako wewe Mungu, tukawa na umoja. Hao wanafunzi 12 nao wawe ndani yetu. Ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiwe ulionituma. Mpe hiyo utume hataki, tunarudi kwa umoja. Yesu ametengeneza umoja mwingine sasa. Ndio. Mwanzo ilikuwa yeye na Baba. Sasa ameongeza wanafunzi 10 na ngapi? 2. Kuna umoja 1 na umoja 2. Kuna ile umoja 1. Sasa imekuja umoja 2 sasa. Hii umoja 2 Yesu na Baba akaongeza wanafunzi 10 na ngapi? 10 na ngapi? 12. 12 plus Baba na Mwana, hiyo ni 10 na ngapi? 3. 10 na ngapi? 4. Ongeza Roho Mtakatifu 10 na ngapi? 5. Kumbe sio Trinity, ni 15 Trinity. Sawa, hata vipi yani? Sasa hii kitu haieleweki. Mwanzo mlikuwa mnasema Trinity, sasa ni 15. Mnahitaje? Tulikuwa tuna minus. Nataka ni minus moja alafu nipeane mic. Mimi ngoja kidogo. Wewe minus nilifanya hivi. Wale watatu nika -2, nikabaki na 1. Moja. Wewe ukarudisha moja in back door. Sawa Ukarudisha Yesu, si ni kweli, kwa sababu akatoa John 10:30. Mimi nikarudisha wanafunzi 12. Sasa sio Trinity tena, ni 15. Na sasa mimi na wewe tulikuwa tunabishana, acha nifungulie hii andiko moja. John 14:6. Mpe. Kuna swali hiyo ndio unaniuliza. Wewe kwa hiyo Trinity umeondoa, umesema Baba ni mmoja na yeye ndo Mungu. Nimekubaliana nayo. Hatuna shida. Ukisema 14:6 na mimi pia nakugonga na 14:28. Sasa shida. Hii Biblia ni hivyo tu, ukisoma hii na soma hii. Shida iko wapi? Soma hiyo. 14:28 shida iko wapi? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Naam. Mtu haji kwa Baba. Enda 7, anataka 7, 8, 9. Kama mngalijua mimi, mngalijua Baba. Naam. Tangu sasa mnajua. Tena mumemwona. Filipo akamwambiaje? Hii swali unaniuliza, kuna mtu aliuliza. Unaona Anwar? Acha rudi. Hii swali unaniuliza, kuna mtu aliuliza Yesu akiwa hai. Auliza wewe nawe unasemaje? Aliulizwa. Tunataka kujua huyo Baba. Tusikie kitu Yesu alimwambia. Ni Baba tu tunataka kumjua. Aliyeniona mimi amemwona nani? Acha ndio. Amesema hivyo. Aliyeniona mimi amemwona. Acha azimbe. Endelea. Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi basi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Naam. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Mpe. Unatakaje? So Filipo aliulizwa aseme pali Baba yuko, akasema amekuwa na wao hizi siku zote. So Yesu hakukataa. Juzi kuna mtu alikuja akaniambia nataka kumuona Salim. Nikamwambia ukiniona mimi umemwona Salim. Wewe ni Salim kidogo wewe. Nikamwambia Salim hayuko karibu, lakini ukiniona mimi umemwona nani? Mimi ndo Salim. Wewe na Salim mko tofauti sana. Lakini ukiniona mimi kwa msingi wa muhadhara, mfano ulikuwa unamtaka Salim na hayuko. Ukiniona mimi utakuwa umeona nani? Kwa sababu mimi subiri, ile ujumbe utanipa tutampelekea nani? Salim. Tutampelekea Salim. Salim, salamu alaykum. Kuna mtu amekuja amesema huyo hakumwona Salim, lakini ujumbe wake umefika kwa nani? Umefika kwa Salim. Kwa sababu ameniona nani? Ameona Salim. Ameona nani? Amemwona wewe. Kwa sababu ukiniona mimi umeona nani? Amemwona. Haya.